Naam, mambo vipi? Na tunakutana tena hapa kwenye uchambuzi wa matukio mbalimbali yanayohusiana na michezo, na moja ya kitu kikubwa ambacho nakwenda kukitazama ni walichokifanya Simba Sports Club. Wamemtambulisha Keleto Mahalwa, ama kama ambavyo inaandikwa Magalwa, lakini Mahalwa itapendeza zaidi kwenye kile ambacho utakuwa unakitamka. Tupo katika session za usajili, kwa hivyo kila mchezaji mpya kitambulisho tutakuwa tunakuja hapa kujadili. Unajua si ya Yanga wameshusha vyuma, wenyewe wanawaita water players, wamekuwa wengi sana, lakini kwa upande wa Simba wamekuwa wanaonyesha mchezaji mmoja mmoja. Ibrahim Jabbar miongoni mwa nyota ambaye tayari ametambulishwa, lakini Keleto Magalwa ama Halwa ni miongoni mwa nyota ambaye ataonekana ama ameshauvaa tayari uzi wa wekundu wa Msimbazi, na ameonekana kwenye mechi dhidi ya Mogadishu ya kule Somalia, kule nchini Rwanda, katika michuano ya Sekafa Kagame Cup. Kuna mengi. Ni mchezaji wa aina gani? Wakati anatambulishwa watu walisema kibonge na vitu vingine, lakini kipi ambacho anaweza kuofa? Kitu gani ambacho kinakwenda kuwa bora zaidi kwenye kocha Simba ikiwa inammiliki ama ikiwa na mchezaji Keleto katika eneo lake la uchezaji, hasa katika eneo la kushambulia? Kwanza, umri wake ni miaka 29. Huyu mchezaji haji kujifunza, anakuja kushindana, lakini sio tu umri wa miaka 29 kwamba ndio kigezo, lakini kubwa zaidi ya mchezaji ambaye akiwa amekomaa, amepata makuzi sahihi katika mazingira sahihi. Hapo nazungumzia winga huyu wa Afrika Kusini ambaye amepita pia katika timu mbalimbali ambazo hizo timu zimekuwa ni timu common, watu wengi wanazifahamu, lakini pia alikuwa potential ama alimuona kama mchezaji ambaye angeweza kuja kuofa kitu bora katika kipindi ambacho kinafuata katika miaka kadhaa ijayo. So far Keleto ukimtazama amepita katika timu mbalimbali. Amepita katika timu ya Upington City Afrika Kusini, amepita TX Galaxy, amepita Mamelodi Sundowns, ambako hapa sasa ndio alikaa sana, ndiko ambako alikuwa anaonekana kama mchezaji wa maana sana kwa kipindi hicho ambacho pengine kwa miaka ya mbele. Amedumu Mamelodi Sundowns kwa kipindi cha mwaka 2018 mpaka 2024. Unaweza kuona ni kipindi kirefu sana kimepita, ama ni kwa muda mrefu amecheza katika klabu ya Mamelodi. Unasema mbona hatumuoni? Ni kweli ulikuwa muoni, kwa sababu tayari timu ilishasheheni, na kuna kipindi walimpeleka ambako reserve team ama team B ya Mamelodi Sundowns kwa sababu ya umri wake wakati alikuwa mdogo, lakini kutokana pia na mazingira wakimuona kwamba huenda angeweza kumtumia, japo kwenye timu ya senior amecheza na alifunga mabao yasiyopungua 2 hivi kwenye idadi ya michezo michache ambayo alipata nafasi ya kucheza akiwa na kikosi hiki cha Mamelodi Sundowns, ambayo inaonekana kuwa ni miongoni mwa team giants hapa barani Afrika. Unazungumzia mabingwa wa Afrika mara 2, 2016, lakini pia na msimu uliopita, hiyo ni ligi ya mabingwa, lakini pia mabingwa wa AFL, African Football League, wa season ya kwanza. Wao ndio walikuwa wa kwanza kulitoa litaji mara baada ya kumtandika Al Ahly ya pale Misri. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu ya aina gani ambayo yeye ametokea. Lakini kabla ya kuja Simba ama kutambulishwa Simba, amecheza katika klabu ya Sekukune. Yes, klabu ya Sekukune ambayo inashiriki ligi kuu ya pale pale nchini Afrika Kusini. Hiyo ni profile yake kwa ngazi za vilabu, lakini kwa ngazi ya taifa kwa maana Afrika Kusini amecheza kikosi cha under 23 ama kikosi chini ya miaka 23. Alipata nafasi ya kuonekana na akapata nafasi ya kuitwa na akacheza, lakini sivyo bahati kwenye senior kidogo competition ama ushindani umekuwa mkubwa sana kiasi ambacho ameshindwa kusekiwa nafasi yake kwenye hilo eneo la kupata nafasi kwenye kikosi cha Bafana kuja kuonesha kile alichonacho. Yes, hiyo ni profile kwa ngazi za timu ambazo amechezea akiwa nyumbani kwao Afrika Kusini. Kuwa kwenye hizo timu jambo moja, lakini anakuja kuofa kitu gani, lakini pia yeye ni mchezaji wa aina gani, hilo ni jambo lingine. Kwanza kabisa ni left wing, kwa maana anacheza kama winga wa kushoto, lakini faida kubwa alionayo, anaweza kucheza right wing ama winga wa kulia, anaweza pia kucheza kama eneo la katikati ya uwanja nyuma ya mshambuliaji ama mshambuliaji wa pili. Waweza kusema yeye kwa kimo na vitu vingine, sahihi kabisa, kwa sababu ana faida kubwa sana
ya matumizi ya miguu yake yote miwili. Nikisema hivi unanikumbusha ama tutakuwa tunakumbuka scenario ya Luis Jose Miquissone, nyota wa Msumbiji aliyekuwa akiitumikia União Sportivo de Songo ama UD Songo, ambayo ilimtoa Simba bora kweli kweli, kina Francis Kaata, kina Medi Kagere, kina Erasto Nyoni katika dimba la Benjamin Mkapa mara baada ya kutoka msimu nyuma yake kucheza robo finali kwa mara ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Yule Miquissone yule ndio picha ambayo yuko nayo huyu Keleto Magalwa, kutokana na kile ambacho anaweza kuja kukiofa, kutokana pia na ubora mkubwa alionao katika miguu yake. Kwa swala la muonekano wake ni jambo moja, lakini akiwa anamiliki mpira hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo faida yake kubwa ya kwanza, anaweza kucheza kwa nafasi zaidi ya moja, lakini faida yake kubwa ya pili, anatumia miguu yake yote miwili ipasavyo kwenye kukokota mpira. Hawa wachezaji ni wachache sana ambao wamebarikiwa movement za namna hiyo, vitu vya namna hiyo kwenye karia zao. Ukimuondoa Miquissone ambaye nimemtaja, Kipre Junior wa Azam FC, lakini pia kuna namna Pacoma jedi sana, lakini mguu kulia wake ni bora zaidi. Nyota wengi ambao barani Ulaya wamekuwa na wakati mzuri, kina Dembele ambao anaweza kutumia miguu yote miwili kushoto na kulia kwa wakati mmoja, ni miongoni mwa vitu bora ambavyo huyu Keleto anaweza kuja kuofa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Hiyo ni eneo la sifa, lakini kimbinu kocha Steve Barker anaweza kuja kumtumia kwa namna gani? Je, Simba walikuwa na uhitaji wa nyota kama huyu kwenye kikosi chao? Yes, kulikuwa na tishio la Anicet Ora kuondoka, Liba Segei kuondoka, kwa sababu hao ni nyota ambao wamekuwa wakioperate vizuri zaidi katika eneo la pembeni, lakini pia Clatous Chama ambaye umri wake kidogo tayari umeanza kuwa mwishoni ama anaweza kutumia nguvu kubwa sana kwa misimu inayofuata kama namba 10, kidogo naye pia amekuwa na hiyo changamoto. Lakini sasa Simba bado hawajasema thank you kwa baadhi ya nyota au nyota ambao nimewataja kwamba huenda wangewaacha, maana yake bado hapo. Maana yake ni kwamba huyu Keleto ameletwa kuja kuwakumbusha Libasige, kuja kumkumbusha Anicet Ora kwamba mkicheza kidogo tu Elie Mpanzu kwamba mimi nipo. Bad luck pia msimu uliopita Elie Mpanzu alitumika kama namba 9 katika mechi nyingi, kibishana nafasi yeye na Ino Jospin Loemba. Hata kwenye mchezo wa jana dhidi ya Mogadishu, Loemba aliingia akacheza kama mshambuliaji wa mwisho kabla ya Ibrahim kuingia baadaye. Lakini pia Selemani Mwalimu ambaye sakata lake linachukua sura mpya, yeye na klabu yake ya Wydad Casablanca ya kule nchini Morocco. Kwa hiyo kuna mazingira mengi ambayo yanaweza kukugarantii kwamba huyu Keleto anaweza kuanza. Huyu Keleto ana kitu bora anachoweza kuofa. Inawezekana asiwe mfungaji mzuri, lakini akawa na mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha Simba kwa msimu ambao unafuata. Unamkumbuka Kibu Prosper ama Kibu Dennis, ni miongoni mwa nyota ambaye hakuwa na namba bora kwenye eneo la kushambulia. Nadhani msimu wake bora alifunga mabao 8 kitu kama hicho akiwa na Simba, lakini msimu wote uliofuata alikuwa na upungufu wa mabao, lakini bado kila kocha ambaye alikuwa anakuja alikuwa anampa nafasi. Hiyo tafsiri yake ni kwamba hata huyu Keleto bila kujali alikotoka namba zake ziko namna gani, kwa maana aidha labda akiwa TS Galaxy ama akiwa Sekokune kwa msimu uliopita ama alivyokuwa Mamelodi Sundowns, hata kama alikuwa afungi, kwa namna unaelewa kwamba Simba kwa nini wamemfikiria yeye. Kwa ligi yetu hii kibongo bongo anaweza kuzima, lakini Simba pia wanakwenda kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika bila kujali kwamba wameshinda pia kombe la FA. Kwenye hayo mazingira unaelewa kwamba wanahitaji mchezaji ambaye amekomaa. Tayari Anicet Ora na uzoefu akiwa na ASEC Mimosas ya kule kwao Ivory Coast, ana uzoefu wa kutosha pia akiwa na Stellenbosch Afrika Kusini chini ya huyo kocha Steve Barker. Huyu naye amepata vitu vingi akiwa na klabu ya Mamelodi Sundowns, hata kama alikuwa achezi, lakini amegain ama ameongeza baadhi ya vitu ambavyo anasema mchezaji ambaye amekamilika kama huyu anastahili pengine kucheza kwenye timu yao. Lakini kubwa na kukumbusha, hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe kwa sababu kuna vingi vya kuendelea kuvizungumzia. Timu zinaendelea kusajili na mimi nitaendelea kushushia uchambuzi wa hayo matukio. Umri wake umekomaa Keleto, ubora wake, timu ambazo wamepita zinampa chance ama zinampa nafasi ya kufikiriwa mara mbili na kocha Steve Barker na uongozi wa Simba kumpa nafasi ya kuja kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe. Kuna vitu vingi
bado hujavijua kuhusiana na taarifa hizi za usajili.